Yes, tunaendelea kuchakata kile ambacho tulikuwa tunakiangazia hapa. Tulikuwa tunatazama wapinzani wa klabu ya soka ya Simba. Hapa tunazungumza kwa maana ya Petro Club Atletico kutokea pale Angola, ambao wao watakuwa wanacheza dhidi ya klabu ya soka ya Simba. Na hawa bana alikuwa anazungumza Ngoso kidogo namna ambavyo uwekezaji wao, kutanua mbawa za uwekezaji wao kumewafanya labda waendelee kusalia kwenye level ile ile ambao walikuwepo baada ya kupiga hatua kwenda juu. Na kwa bahati mbaya kwamba club zetu pia huku ambazo zilikuwa ziko chini zimesogea kwenye ile level ambayo pengine amekuepo, na kama wameanza kumatch hivi, na mwisho wa siku tunaanza kuona kama hatari yake imeonekana kama kupungua kidogo. Lakini Kelvin, Ngoso amezungumza kwa ujumla wake, lakini twende specifically pale ndani ya uwanja. Wachezaji ambao wanapaswa kuchungwa zaidi na klabu ya soka ya Simba, yani kwamba hao ni wachezaji ambao, kwa sababu kwa kawaida mnapoenda kwenye mechi lazima unakuwa unajua kwamba key player wa timu fulani ni mchezaji fulani, inabidi labda tumzuie kwa sababu anaweza kufanya 1 2 3. Kwa stadi yako uliyofanya, mchezaji ambaye anapaswa kuchungwa zaidi na klabu ya soka ya Simba dhidi ya Petro Club Atletico, pengine ni mchezaji yupi au eneo gani hasa? Kwa upande wa Petro Atletico ni ngumu sana kuweza kuwaaminisha watu ya kwamba wanaingia ndani ya mechi hii wakiwa na mchezaji mmoja ama wawili ambao watakuwa ni hatari. Kwa nini nakwambia hivyo? Kwa sababu baada ya kumaliza msimu uliomalizika na kuingia katika msimu huu, sajili ambazo wamezifanya asilimia kubwa ni local players. Okay. Local players kwa maana gani? Wanajaribu kutafuta wachezaji wa ndani ambao wanayo kiu, wanayo matarajio na matamanio ya kuonekana katika uwanda mzima wa soka la Afrika kupitia mashindano haya ya kimataifa, na ndio ambao wamewachukua kwa asilimia kubwa sana, na asilimia kubwa pia wamechukua kwa usajili wa mkopo, wengine wakachukua kama free agents. Okay. Na kwa nini imekuwa ni hivyo? Kwa sababu msimu uliomalizika hawakuwa na rekodi ambayo ingeweza kushawishi idadi nzuri ya wachezaji bora waweze kuingia katika upande wao. Hichi ndio kitu ambacho kimewafaidisha wapinzani wa mahasimu wao hapa Tanzania ambao ni Yanga. Nitakuja kuelezea Farabati namna ambavyo msimu huu uliomalizika na jinsi ambavyo imewafaidisha katika usajili. Kwa hiyo katika mchezo huu kati ya Petro dhidi ya Simba, mtu hatari zaidi katika timu ya Petro ni coach Flavio Amado. Kwa nini nasema coach Flavio Amado? Kwa sababu anapoenda kutengeneza jeshi lake kiujumla lile likafanya kazi as a teamwork. Anakumbusha pia kwamba msimu uliomalizika walibeba ubingwa kwa kuchukua alama 65 katika michezo 29, average ya takriban alama 2 katika kila mchezo. Kwa maana hiyo ni timu ambayo ni very resilient, ni wabishi mno. Wanapohitaji kupata matokeo yao wanajua namna gani ya kuwalinda. Kwa hiyo siri nzima ya Petro Atletico ipo kwa Flavio Amado. Na kwa nini Flavio Amado? Kwa sababu ni legend wa Angola, timu ya taifa ya Angola miaka ya 2010 hapo. Kwa watu ambao walikuwa wanafuatilia mpira wa Kiafrika watakumbuka vizuri balala huyu striker wa Kiangola ambaye pia anakumbuka vizuri kwa cheza paka Al Ahly International na akapata mafanikio makubwa. Kwa hiyo ile status yake kama mkongwe wa soka la Afrika na akiwa anaifundisha moja ya timu kubwa pale nchini Angola, tayari hii ni silaha tosha kwa upande wa Petro Atletico katika huu msimu wa 2025 2026. Lakini kwa upande wa timu yao kiujumla, itakuwa sio rahisi kuwaaminisha watu wengi ya kwamba wanaye mchezaji ambaye katika mechi ambayo tunakutana na Simba katika hatua ya makundi atakuwa ni mtu hatari kwa upande wa Petro Atletico dhidi ya Simba Sports Club. Nachoamini uwepo wa Flavio Amado katika benchi la ufundi ni silaha tosha na silaha nzuri zaidi waliokuwa nao Petro Atletico katika mchezo huo. Sawa, Ngoso alieleza namna ambavyo wamekuwa ni hatari wakipika mabao zaidi kupitia kwenye maeneo ya pembeni. Tueleza hivyo, lakini ukasema pia licha ya hiyo kuwa nguvu yao, huo pia ni udhaifu wao. Sasa hapa baadaye Petro Club Atletico mtu atazame Simba. Kwa Simba hii ambao unaiona, wanapaswa kuingia vipi katika mchezo huo? Wanapaswa kuwa makini zaidi kwenye maeneo gani kama wanahitaji kupata matokeo chanya kwa maana ya ushindi, ama namna ya kuexploit huo udhaifu ambao pengine umeiona kwa upande wa klabu ya Atletico Petro de Luanda? Kwanza kwa namna ambavyo wao wanashambulia. Manake hii ni sehemu ya kwanza ambao Simba inabidi waweze kuzuia mpinzani wake. Sehemu ya kwanza ni kuzuia mtu kama Evalinson ambaye anacheza upande wa kulia, ambao umekuwa una product kubwa sana kwenye eneo lake. Lakini pia kuna mshambuliaji wao anaitwa Thiago. Thiago yeye mara nyingi anapenda kukimbia kwenye zile half spaces karibu na box.
ili kutengeneza mazingira hata yeye mwenyewe kutoa pasi au kushinda yeye mwenyewe. Kwa hiyo ukishakuwa na hawa, ukiweza kuzuia pasi kwanza kutoka kwenye eneo la pembeni, halafu ukazuia pia huyu mshambuliaji asipokee mpira akiwa na utulivu wake, maana yake hiyo inakuwa ni sehemu ya kwanza ambayo unakuwa umewazuia wao wasipate mabao. Maana yake anayefanya cover, anayefanya marking kwenye maeneo ya pembeni asiwapatie wachezaji wa Petro muda na nafasi ya kupiga cross, lakini pia yule mpokeaji kwenye half space asipewe pia nafasi ya kupiga V au mnasema cutback pass kirahisi, kwa sababu hayo ndio yamekuwa mabao yao mengi. Lakini tukumbuke pia wanakuwa wana right back pamoja na center back na hosi wale wanaingia pia na wao kama sehemu ya kutanua uwanja ili kupiga crosses. Kwa hiyo hii sasa inaenda kutengeneza urahisi kwa wao wakati wanashambulia kuwa na idadi kubwa ya watu. Mara nyingi wanaweza kawa na watu wawili kwenye box au watatu na kutengeneza mazingira ya kuwa na watu watano kwenye mstari mzima. Sasa ili uweze kuepukana na hilo lote ni kuzuia kwanza mipira kuingia kwenye lile eneo ili msiwe kwenye maeneo ya kugombania sana. So wakati wa kushambulia, wakati bora zaidi kwa Simba kushambulia ni wakati wa transition, kwa sababu kile kipindi ambacho wao wanaenda kushambulia mara nyingi nyuma wanakuwa disorganized. Sasa hapa sasa wanahitaji wachezaji ambao watakuwa wana kasi lakini wana anticipation kubwa kwamba wajue nitapita wapi, nitapata mpira wapi. Kwa yule mwenye mpira ajue kabisa kwamba nakokota mpira kwa muda fulani na achia pasi muda fulani kwa uharaka, kwa sababu tayari wale ambao wameshapanda wanakuwa disorganized. Mara nyingi Kenny ambaye anakuwa ni kiungo wao wakati anaenda kuwasaidia mabeki wale wawili, lakini spaces lazima zinaendelea kubaki. Kwa hiyo nafikiri sehemu sahihi kwa Simba kuitumia, sehemu ya kwanza ni kulazimisha makosa wakati wanafanya build up wao kule nyuma, kwa sababu huo uwezo wanao Simba. Lakini pia ili kuzuia pia hii hatari ya mabeki kupanda, lazima mawinga wa Simba pia wawe vizuri sana wa push wale kurudi nyuma zaidi, ili kumfanya hata wale sasa mawinga wa pembeni ambao wanapokea mipira wacheze wakiwa mbali sana na lango la Simba. Lakini pia pale ambapo wanapata breakthrough ya counter attack waweze kuitumia haraka na kutumia chances ambazo watazipata.